Kwa majina naitwa Nyamara Elisha, ni afisa ustawi jamii mkoa wa Dar es Salaam, na tuseme tu kwamba ni siku ya wapendanao, na siku ya wapendanao kimsingi kama jina lenyewe tu linavyozungumza ni siku ambayo inatuashiria na kutupatia ujumbe wa kwamba sisi kama wanadamu tunapaswa kupendana. Na tunapendana kwa sababu pia hata ukienda katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu, jambo hili ndio jambo lilosisitizwa, na kwa mtu unayempenda huwezi ukamdhuru, mtu unayempenda huwezi ukamtendea ukatili, mtu unayemdhuru huwezi ukamtukana, wala huwezi ukafikiria kumuumiza kwa njia yoyote ile. Kwa hiyo upendo unatawala na unakuwa ni jambo ambalo kimsingi linasisitizwa. Sasa katika kuliimarisha, siku hii pia inakuja katika kuleta tu chachu, si kwamba ndo siku muhimu tu tunayopaswa kupendana, lakini ni siku ambayo inazidi kutukumbusha na kutuhamasisha kwamba tuishi katika kupendana, na isichukuliwe katika tafsiri ya watu wanavyoipeleka katika swala la mahusiano labda ya kimapenzi au rafiki wa kimapenzi. Ni siku ya wapendanao kwa maana tu ya kudumisha na kuongeza uelewa kwa jamii juu ya swala na umuhimu wa upendo, kwamba ndio msingi wa kila kitu. Na pale tunapokuwa tunaimarisha upendo, mtu akimpenda baba yake, mtu akimheshimu utampenda, utamheshimu, lakini ni mtoto wako, lakini ni mume wako, ni mke wako, lakini ni mfanyakazi mwenzako, lakini ni mjasiriamali mwenzako. Lakini sisi tunaenda mbali zaidi katika swala la ustawi wa jamii, kuhamasisha zaidi katika familia, kwa sababu tunajua familia ndio taasisi ambayo inazalisha mambo yote, kwa maana mtoto anaishi pale, analelewa pale, anakuzwa pale. Basi tunaamini wazazi wakipendana, tunapeleka ule upendo pia kwa watoto. Kwa hiyo siku hii sisi tungeitilia hamasa zaidi kwa familia, kuonyesha upendo, kuendeleza upendo, kuimarisha upendo, lakini zaidi upendo huu pia hatuwezi kuacha kukwazana. Kwa hiyo upendo huu unapotawala, tunatangaza pia msamaha, kwamba msamaha ule unapotokea basi ni upendo unatawala, kwa sababu aliyekwazika amesamehe, na aliyekuwa amesamehe na ameomba msamaha. Kwa mwisho wa siku tunakuwa tunaimarisha ule upendo.